katika vitabu viwili, kitabu cha Daniel na kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Daniel mlango wa 12 mstari wa kwanza mpaka ule wa 3. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa watu wa Mungu wangu. Na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudhalauliwa milele. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 20. Ufunuo wa Yohana mlango wa 20 mstari wa 11 mpaka ule wa 15. Neno la Mungu linasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa moto. Baba, katika jina la Yesu, nimesimama mwanao mbele ya watu wako hawa kuleta kile ambacho Yesu umenituma kwao. Ninahitaji neema yako ya kueleza, Mungu. Maana ninaweza nikaeleza na nikapalia makaa vichwani mwa watu, moto usiozimika. Nipe lugha nyepesi, Mungu. Nipe maneno mazuri, Mungu. Yamkini wakashindwa kunielewa kwa ajili ya lugha yangu. Bwana Yesu, ninahitaji huruma yako jioni ya leo. Ninahitaji uwezesho wako jioni ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho Mtakatifu, agano lako na mimi ni kuwa pamoja nami kila nisimamapo. Simama Mungu, eleza siri hii kwa watoto wako. Simama Mungu, eleza magumu haya kwa watoto wako yawe mepesi. Ni nani wa kutuponya kama si wewe Bwana? Ni nani wa kutuhurumia kama sio wewe Mungu? Akili zetu zimezoezwa mambo ya kawaida. Mungu, ninaomba huruma yako jioni ya leo. Huruma yako jioni ya leo juu ya binti huyu. Huruma yako jioni ya leo juu ya baba huyu. Huruma yako jioni ya leo juu ya mama huyu. Mungu, katika jina la Yesu wa Nazareti, jidhihirishe kwake kama baba. Jifunue kwake kama Mungu mwenye
sasa. Ninahitaji Bwana ukamate kinywa changu katika jina la Yesu. Wako wengine watakaosikia kwa kupitia mikanda hii. Mungu, usipungukie neema yako. Shetani usiyetamani watu kuona wanaingia mbinguni, shetani unayesababisha roho ya ukaidi, shetani unayesababisha roho ya hukumu, huna mahali pa kupeleka wana wa Mungu, huna mahali pa kupeleka kanisa. Toka kwa jina la Yesu, kwa huyo kijana, kwa huyo binti, roho ya kutakwa nini, toka kwa jina la Yesu. Mungu, ninaita pendo lako. Bwana Yesu, ninakuhitaji. Anza nami, maliza nami Bwana, kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe huu ninaokuletea si ujumbe wa kusoma kama unavyoweza kuamini. Si ujumbe wa kusikia au kuelewa mtu alipokuwa akieleza au kusoma kitabu. Ni ujumbe ambao Mungu alinichukua. Nilienda nikaona, na lengo la kunirudisha ili niweze kusema na wewe. Ninajua wengi wamekuwa na kauli nzito ya kuzungumza ya kwamba mambo haya ni magumu. Ni nani aliyeenda akarudi? Ibilisi ametafuta uongo kwa ajili ya kunasa roho za watu wengi, kwamba hakuna aliyeenda akarudi, ili aweze kusema ni nini kilichopo. Mungu ameona usipotee kwa hilo. Mungu alinichukua, ninaisema na wewe. Mungu alinichukua, nikaenda, nimeona, nimerudi. Sasa kile ninachokueleza ni kile nilichoona. Mahali pengine kulingana na ile hali niliyoiona, jinsi ilivyo, huwa ninakosa ustahimili. Napoona machozi yananitoka ni kwa sababu najua ni nini kinachokwenda kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tukifanya mkutano pale nyumbani kwetu Mbeya. Sasa kawaida ya ule mkutano wa Injili, kuna kawaida moja ya kutafuta waombaji watakaoingia kuomba kwa ajili ya mkutano. Sasa mkutano wa Injili ulipokuwa ukiendelea, mimi na wenzangu mabinti 10 tulichukuliwa tukaingia kwenye chumba cha maombi. Tukazamia huko kwenye maombi, tukawa tukiendelea kuomba usiku na mchana kwa ajili ya ule mkutano, ili Mungu aokoe na kuthibitisha nguvu yake. Ninakumbuka tulipokuwa tunaendelea na yale maombi, mwenzetu mmoja akatoa wazo kwamba si vema tukaendelea kukaa kwenye chumba cha maombi bila kujua kwenye mkutano nini kinaendelea. Ni vema tukagawana, kwa sababu tuko 10, wengine waende waone kile kinachoendelea kule katika ulimwengu wa roho, ili tuwe na hoja ya kumwambia Mungu, na wengine wanapoendelea kuomba. Tulikubaliana na ile hoja. Mimi nilikuwa ni mtu wa kwanza kwenda kwenye mkutano, maana mkutano wetu ulikuwa na vipindi vitatu: asubuhi, jioni na usiku. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa nimefika ule mkutano wa usiku, tukafanya mkutano, tukawa tumerudi kwenye chumba chetu cha maombi. Tulipokuwa tunaendelea na maombi, watu waliozama kwenye maombi wanajua kwamba kazi ya maombi ni kazi ambayo inahitaji nguvu. Tulipokuwa tunaendelea na maombi, baadaye tukajisikia miili yetu imechoka, tunahitaji kupumzika. Tulipokuwa tumepumzika, mimi usingizi mzito sana ulinifunika, sijui wenzangu. Nilipokuwa nimelala, kwetu Mbeya kuna baridi. Ghafla nikakuta ule usingizi umepaa. Nikisema usingizi umepaa, nadhani Watanzania wenzangu mnanielewa. Nikakuta usingizi haupo tena. Nikafikiri kwamba inawezekana ni kwa sababu ya baridi ya Mbeya. Nikajifunika mablanketi, lakini
usingizi sikupata tena. Wakati huo wenzangu wote wakiwa wamelala usingizi mzito. Nikiwa katika hali hiyo, nikawaza kwamba niombe, lakini sikusikia kuomba. Kusoma neno sikusikia, nikabaki nimekaa katika hali hiyo. Ndipo nikasikia sauti ya mtu ikiniita. Ile sauti ikasema, Nyisaki. Iliponiita nikafikiri labda kuna mwenzangu ameniona kwamba niko macho, sasa anataka niamke tuendelee kuomba pamoja naye. Nilipotazama wenzangu nikakuta wote wamelala usingizi. Ile sauti karudia tena, ikaita, Nyisaki. Iliponiita jina langu, wazo likanijia kwamba inawezekana kuna mtu nje ya hii nyumba tulimo, labda ameniona labda dirishani au kwenye upenyo wa mlango. Sasa anataka nitoke nimfungulie. Nikanyanyuka, nikaenda mahali pa mlango kufungua, sikuona kitu. Ila nilikutana na giza zito, maana ulikuwa ni usiku wa manane. Hakuna hali yoyote watu kutembea wala wanyama, ni hali ya utulivu, hali ya usiku, giza limefunika nchi. Nikafunga mlango, nikarudi tena kukaa pale. Ile sauti kaniita tena mara ya 3, Nyisaki. Iliponiita mara ya 3, nikaitika. Nilipoitika, ile sauti ikasema, nimekuchagua uwe mtumishi wangu. Niliposikia ile sauti nikagundua ya kwamba ni Mungu alikuwa akisema nami. Nikasema, Bwana, siwezi kufanya kazi yako kwa sababu kazi yako ni ngumu. Nikatazama namna watumishi wa Mungu wanavyofanya kazi katika mazingira magumu. Nikatazama namna watumishi wa Mungu wanapopambana katika utumishi wao. Sikutamani, nikasema hapana, siwezi kufanya. Kujitetea kwangu kwa mara ya kwanza nikasema siwezi kwa sababu umri wangu haunitoshi kufanya kazi yako. Ile sauti ikasema, nimekuita uwe mtumishi wangu. Mkumbuke mtumishi wangu Yeremia, nalimuita tangu tumboni mwa mama yake. Hakufanya ile kazi kwa sababu alizoea, alifanya kwa sababu mimi Mungu nilikuwa ndani yake. Pamoja na ile sauti ya Mungu kusema nami hivyo, nikasema, Bwana, tafuta mtu mwingine, mimi siwezi. Nikaendelea kubishana naye, tulibishana naye kwa muda mrefu. Ninabishana naye huku ninalia, nikiogopa kazi ya Mungu ilivyo. Baadaye zile kelele zikawainua dada mmoja, kumbe akawa nasikia mahojiano yangu na Mungu yaliyokuwa akiendelea. Akaniambia, Nyisaki, ikiwa Mungu amekuita huna sababu za kukataa. Basi tukaamka tukaendelea kuomba, ile sauti ikakoma. Tulipoendelea kuomba, basi hatukulala tena mpaka asubuhi kulipopambazuka. Siku iliyofuata tukaamka, tukaoga, tukanywa chai. Wakaniambia tena nitaenda kwenye semina ya asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa nikitoka kwenda kwenye semina ya asubuhi, tukamaliza semina kama kawaida, tukawa katika njia ya kurudi. Kumbuka tumewekeana zamu, wengine wanabaki na sisi wengine tunakwenda kule. Sasa tulipokuwa tukitoka, mwenzetu mmoja akatoa wazo, akasema, kuna mpendwa mwenzetu anaumwa maeneo yasiyo mbali na mahali tulipokuwa kwenye ibadani. Twende tukamtaki hali, ndipo turudi kwenye chumba chetu cha maombi. Ninachokumbuka, tulikubaliana, tukafika pale, tukakuta mwenzetu anaendelea vizuri. Tukamshukuru Mungu kwa maombi. Baada ya kumshukuru Mungu kwa maombi, ninakumbuka tukaendelea kujifunza juu ya Biblia. Mwenye swali akawa anauliza na mwenye jibu anayeweza kujibu, tukawa tunajibizana namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulipofika muda, tukaangalia saa, tukagundua ya kwamba tunahitajika kurudi kwenye chumba cha maombi ili wenzetu waende kwenye mkutano. Tukasema kama tulivyofungua kwa maombi, ndivyo tufunge kwa maombi na kumwacha ndugu yetu mikononi mwa Mungu. Ninakumbuka neno moja, tulikuwa katika hali ya kumwabudu Mungu. Tulimwabudu Mungu sana. Na uwepo wa Mungu ulishuka mahali pale. Katikati ya hali ya kumwabudu Mungu, maana ndicho ninachokumbuka kwamba tuliendelea kumwabudu Mungu. Tukiwa bado tunaendelea kufumba na kufumbua, nikajikuta mimi niko katika ulimwengu mwingine, nikiwa na mwili wangu hivi hivi,
lakini nikajikuta niko eneo tofauti na maeneo ya nyumbani. Nimetokaje sijui, nilikuwa nimetoka tokaje. Sasa kwa sababu mimi ndio nilikuwa nikitoka, japokuwa wale wenzangu hadi walioiona tofauti na mimi niliokuwa nikiiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa nimetoka yule mwili wa kawaida, nikajikuta niko katika mwili wangu Nyisaki, lakini niko eneo tofauti. Nilipokuwa maeneo yale, nilifika kwenye bonde moja. Lile bonde nililokuwepo lilikuwa ni bonde moja kubwa sana, na lile bonde lilikuwa halina miti, lilikuwa halina nyumba, lilikuwa halina wanyama, wala yani hakuna vitu chochote kitambaacho wala kilukacho, na hali ya hewa ilikuwa tofauti na hali ya hewa iliyoko duniani. Sasa nikaanza kutazama, lilikuwa ni bonde ambalo lina majani mafupi, lakini hali ya hewa ya kule iko tofauti na hali ya hewa iliyoko duniani. Naomba nisikilize. Nilipokuwa niko katika lile eneo, nikawa naanza kujiuliza. Nilikuwa nyumbani pamoja na wenzangu, nyumbani kwenye hali ya hewa inayojulikana, kwenye nyumba, miti, magari, wanyama. Sasa ni nini kimenileta huku? Nimefikaje mahali hapa? Ni nani aliyenileta hili eneo? Kwani nikajiuliza maswali mengi pasipo kupata majibu, maana kwa wakati huo nilikuwa mimi mwenyewe, mtu kunijibu alikuwa hayupo. Baadaye katika hali ya kujiuliza yale maswali, nikakata tamaa, nikasema aliyenileta huku ndiye atakayejua namna ya kunirudisha nyumbani. Nikaamua kukaa chini. Nilipokuwa nimekaa chini kwenye yale majani, nikasikia sauti nyuma yangu ikiniita. Ile sauti ikasema, Nyisaki, inuka nifuate. Nilipogeuka kumtazama aliyekuwa akiniita, nilimwona mtu ana umbo la mwanadamu, lakini sura yake, mtazamo wake si kama mwanadamu aliyeko chini ya jua. Nimeona watu wa mataifa mengi, lakini yule alikuwa hafanani, japokuwa umbo ni kama mwanadamu, lakini mtazamo, sura yake alivyo na rangi yake alivyo, maana yule mtu alikuwa aking'aa kupita jua. Alikuwa aking'aa kupita jua. Unaweza kustahimili kulitazama jua, lakini sio yule mtu. Halafu alikuwa na nywele zake amezibana nyuma na banio jekundu. Nilipokuwa nikimtazama, alikuwa amevaa vazi moja refu jeupe linang'aa. Hakuna dobi anayeweza kulifua likang'aa kufika kiasi kile. Nilipoendelea kumtazama, alikuwa amefungwa mkanda mpana kiasi hiki. Kiunoni mwake ule mkanda ulikuwa ni mwekundu. Halafu macho yake yalikuwa ni kama miale ya moto. Sasa ninaendelea kumtazama, hakukanyaga chini kama nilivyokanyaga mimi, alikuwa yuko hewani. Katika kumtazama, nilipomuona sikuweza kumuuliza swali kwa wakati huo. Baadaye kwa sababu nimeamuliwa kwamba niinuke nimfuate, nikainuka nikaanza kumfuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa ninamfuata, yeye ametangulia, mimi niko nyuma. Tukafika mahali nikaanza kusikia mungurumo unakuja masikioni mwangu. Kwa mbali nasikia ule mungurumo, na sikuweza kugundua ni mungurumo wa kitu gani. Lakini kadri nilipokuwa ninaendelea kusogea, ndivyo ule mungurumo nilipokuwa nazidi kuusogea, unazidi kuja kwa kasi masikioni mwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikuweza kuuliza habari ya ule mungurumo tu, bali nikaendelea naye na safari. Kufika mbele, nikatazama kule tunakoelekea, nikakuta kumefunikwa giza zito ajabu, na huo mungurumo unazidi kwa kasi. Ndipo nikaona shauku ya kumuuliza yule mtu. Nikasema, samahani, ninaomba niulize. Akasema, uliza. Nikasema, lile giza ninaloliona na huo mungurumo ninaovisikia vinasababishwa na kitu gani kwamba vitokee? Akaniambia, Nyisaki, lile unaloliona sio giza, ila kile unachokiona ni moshi. Akaniambia, huo mungurumo unaosikia na huo moshi unaoona vinatoka sehemu ya jehanamu.
watakapokwenda kutupwa wanadamu waliokufa katika dhambi baada ya dunia kukunjwa kama karatasi. Niliposikia neno jehanamu na tunaelekea huko, unajua mimi binafsi nimeelewa kwenye nyumba ya Kristo. Nimesikia tangu utoto wangu habari ya moto. Nimesikia tangu utoto wangu habari ya jehanamu. Lakini nakuhakikishia, nilikuwa siamini kama kweli jehanamu ipo. Nilikuwa nawaza kwamba Biblia inasema Mungu ni mwenye huruma. Atawezaje kuchoma watu aliowafanya? Na ulimwengu watu ni wangapi? Nikichukua Tanzania, nichukue bara la Afrika, nichukue mabara yote, je, Mungu atawezaje kuangamiza hao watu aliowafanya mwenyewe na kwa ukubwa wa moto kiasi gani? Ndicho kitu kilichokuwa kimenijenga kabla ya kwenda kuona hiyo jehanamu. Na haya mawazo ndiyo yaliyofunika dunia ya leo. Kuna watu hawaamini ya kwamba jehanamu ipo. Nilikuwa nikiamini kwamba wazungu waliokuwa wakiandika Biblia walisema moto ili watu waogope kutenda dhambi. Ndivyo nilivyokuwa nikiamini kwamba si kitu halisi, ila wameweka kwamba wakisema kuna moto watu waogope. Ndugu yangu, naomba unisikilize. Inawezekana ulikuwa na mtazamo kama mtazamo niliokuwa nao mimi, kwamba moto haupo na Mungu anawezaje kuteketeza watu. Na nyakati za leo kuna imani nyingi potofu ambazo shetani anatumia kupoteza watu wa Mungu, zinapinga kwamba hakuna jehanamu. Lakini mimi nakwambia ya kwamba ninayesema na wewe, nimekwenda nimerudi, ninaomba unisikilize. Nilipokuwa nimesimama hilo eneo, nikawaza sasa kwamba inawezekana nimekufa. Sasa ninapelekwa sehemu ya jehanamu, inawezekana nimetenda dhambi. Nikadondoka miguuni mwa yule malaika. Nikaomba sana kwa kulia kwamba yule mtu anirudishe nyumbani. Nikaomba, nikalia, nikagaragara miguuni mwake anisamehe. Lakini yule mtu hakunijibu chochote wala hakusema na mimi kitu chochote. Katika hali ya kuendelea kulia, nikanyanyuka. Niliponyanyuka nikaanza kumfuata kwa lengo la kwamba huyu mtu anisamehe, anirudishe nyumbani, nisiende huko. Nakumbuka ninapozidi kwenda, ule mungurumo ndivyo ninapozidi kuusikia, na ule moshi ndipo ninapozidi kuona namna gani unavyotoka eneo kwa uzito usiokuwa wa kawaida. Naomba Roho Mungu anipe lugha na kauli ya kuzungumza na wewe ili upate kunielewa. Nilipokuwa ninamfuata yule malaika kufika eneo fulani, nikasimama. Hapo akili zangu ziligoma. Hapo ufahamu wangu ulinyamaza. Hapo ufahamu, hata ungelikuwa ni wewe, ufahamu wa mwanadamu ungeliweza kunyamaza. Kitu nilichokuwa nikikikuta mbele yangu, kitu nilichokwenda kukabiliana nacho mbele yangu, Biblia inasema ziwa la moto, lakini mimi nasema bahari ya moto. Niliona bahari. Ninaposema ziwa, asante Mungu mko karibu na ziwa, mnajua ukubwa wa ziwa na ukubwa wa bahari, wengine wanaujua. Ziwa, ule moto lilikuwa ni bahari ya moto. Na mara nyingine huwa sisemi neno moto, nile inaitwa hasira ya Mungu. Hasira ya Mungu iliyotulizwa. Unajua ni rahisi kuona Mungu leo anawaona watu watenda dhambi, anawaacha, ukafikiri Mungu ni mwenye huruma. Biblia inasema iko siku atafunua hasira yake, asiwepo mtu wa kumtuliza. Ile inaitwa hasira. Nilitazama huko sioni mwisho. Nilitazama huku sioni mwisho. Nilipotazama mbele sioni mwisho. Iya ninapozungumza ni pale ambapo upeo wa macho yangu ulipoishia. Ule moto. Inawezekana umezoea kuona moto ukiyeyusha dhahabu, ukaufananisha.
Inawezekana umezoea kuona moto ukiyeyusha misitu ukamfananisha. Ni moto usiofanana. Ulikuwa ni moto wa ajabu. Ule moto ulikuwa unalipuka mlipuko wa hali ya juu usiokuwa wa kawaida. Ulikuwa ukilipuka unapanda juu, unapanda kutengeneza milima kama mawimbi makubwa kama milima. Lile wimbi linajifiringisha linakwenda kujitupa upande wa pili. Litakapokwenda kujitupa huo upande, munguruma utakaotokea hapo, mwanadamu huwezi kusimama mbele ya hasira ya Mungu. Na hayo mawimbi halitokei wimbi moja kama kawaida ya ziwa mnavyoweza kuona mawimbi. Linainuka mlima, pale unainuka mlima, milima ya moto, na unapojiviringisha na kwenda kujitupa eneo jingine. Nikakuta mwili wangu na viungo vyangu vyote havina nguvu. Na ule moto ulikuwa hauna rangi kamili. Mara nyingine ulikuwa ni mweusi sana kupita rangi. Mara nyingine ni mwekundu sana kupita rangi nyekundu. Nani ni mwekundu umepita. Mara nyingine zile rangi zinajichanganya. Nilipokuwa ninaendelea kutazama ule moto, nikatazama nikakuta ndani ya ule moto, pamoja na ukali wake ninauona, lakini chini ya ule moto nikakuta kuna wadudu walio hai wanatembea. Nilipotazama nikafuta macho yangu niangalie kile ninachokiona. Nikakuta kuna wadudu walio hai wanatembea. Wale wadudu walikuwa ni warefu kiasi hiki. Walikuwa ni kama wale nyoka wembamba sana. Halafu wale wadudu walikuwa milini mwao kuna pingili zimekatwa kama nge aliyewahi kuona nge. Mkia wa nge ulivyo. Na wale wadudu walikuwa na meno sehemu zote mbili. Yaani kwenye mkia ni mdomo na kichwani kuna mdomo kama kawaida. Wanaweza wakajitembelea kote na kote. Huku ni kichwa na huku ni kichwa. Na ndani ya mdomo mmoja kulikuwa na meno mawili. Meno ambayo yana urefu unaofanana na biki. Nilipokuwa nikimtazama wale wadudu, nikakuta wana rangi mbili miilini mwao. Kuna rangi nyeupe inayoendana na weupe, halafu kuna rangi nyingine tofauti na ule weupe. Ndipo nikauliza, ninajua ni sayansi ya ajabu kwa wanadamu kuona kitu chochote kinaweza kikaishi ndani ya moto. Ninajua mawe mazito yanayeyuka, vyuma vinayeyuka, hakuna kitu kinachostahimili ndani ya moto. Nikashangaa ni kwa nini hawa wadudu wako na wengi kupita hesabu, ni kama mchanga wa baharini. Ni wengi kama mchanga wa bahari. Halafu wako hai wanatembea. Kila nikitazama ninakuta ni sawasawa na samaki ndani ya maji. Hawezi kudhurika na maji kama unavyofikiri. Nilipoendelea kutazama nikaingiwa hofu. Nikamwambia yule malaika, nikasema samahani, ninaomba niulize. Akasema uliza. Nikasema mbona moto huu ni mkali kiasi hiki? Halafu mbona wale wadudu ni wadudu wa aina gani walio na uwezo wa kustahimili makali ya moto kama yale? Ni wadudu wa aina gani? Akaniambia kwamba nisake hawa wadudu unaowaona ni funza wa jehanamu. Hawa ni funza wa jehanamu. Wamewekwa humu kwa ajili ya mateso ya watu watakao kuja kutupa ndani ya hili ziwa. Wao hawaungui wala hawateketei. Wamewekwa kwa ajili ya mateso ya watu watakao kuja kutupa ndani ya hili ziwa. Ndipo nikamuuliza, nikasema